na imezuka zana sasa, watu wanatumia sana media kuchonganisha Watanzania na utawala. Unapomchonganisha Mheshimiwa Rais na wananchi, sio kwamba tu unakuwa na lengo baya tu peke yake, wewe unaibomoa Tanzania. Nembo ya nchi yoyote duniani ni Mheshimiwa Rais. Rais analindwa kwa gharama yoyote, kwa sababu ndio nembo ya nchi. Huwezi ukaizungumza nchi bila Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wa vyama vyote yupo pale kwa ajili ya kutengeneza nchi, kwa ajili ya kuipeleka nchi yetu kwenye malengo makubwa ya maendeleo kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya vizazi vyetu. Kwa lazima tumuunge mkono. Hakuna sehemu, na nyinyi mmesema hata kwenye maandiko, ukaanza kumshambulia shehe, haiwezekani. Halafu wafuasi wa shehe wanafurahia. Shehe anaposhambuliwa inashambuliwa msikiti. Uongo? Uongo. Askofu akishambuliwa linashambuliwa nini? Kanisa. Sisi kiongozi wetu mkubwa ambaye amepewa mamlaka kwa mujibu wa katiba ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyo ndio kiongozi wetu mkubwa kabisa anayetuongoza nchi yetu. Sisi wa Tanzania, kwa dini zetu, kwa makabila yetu, kwa itikadi zetu, kwa umoja wetu, bila kujali utofauti wetu, lazima tuseme rais wetu awe salama zaidi, kwa sababu ndio kiongozi mkubwa na ndio mwenye maono ya nchi yetu. Kwa hiyo si kazi nyepesi na si dhambi kumtetea na kumsemea kiongozi wetu, si dhambi. Labda kama wewe ni mnafiki. Kama una dini ngapi? 2. Nataka niwaambie vijana wenzangu, tuepuke ndimi 2. Tusimame na kiongozi wetu ili taifa letu liendelee kuvuna maendeleo, na maendeleo haya ni faida na yatakuwa matokeo chanya ya watoto wetu na nyinyi vijana. Anayo dira ya 2050. Niambieni hapa mashehe, atatekelezaje ikiwa kuna mtu anamshambulia? Inawezekana? Sasa nimewaongea na nyinyi vijana wa vyuo vikuu, mwende mkaelimishe mtu mmoja mmoja vyuoni na mkaseme sasa inatosha, tumlinde rais wetu kwa wivu mkuu.